Karibuni watu wa Mungu, nataka nichukue nafasi kuweza kuwasalimu nyote kwa jina la Yesu. Ninashukuru Mungu kwa kutulinda wiki nzima, na pia zaidi ya yote tunamshukuru Mungu wetu kwa sababu ya kuwa anavyozidi kutuelekeza kama watu wa Mungu tunaoamini ya kwamba tuko na ujumbe unaofunga historia ya dunia, ujumbe wa malaika wa kwanza, wa pili na watatu. Na pia tunamshukuru Mungu sana kwa sababu ya roho nabii. Mungu ametujalia neema kubwa wa Adventista wa Sabato kwa sababu ya ukweli mwingi ambao Mungu ametujalia. Tunaitwa watu wa miliki ya Mungu. Hivyo ninaungana na Paulo anaposema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Kama ni hivyo, basi inamaanisha ya kwamba chochote ambacho shetani anataka kufanya duniani, Mungu amewafunulia watakatifu wake, ili kwamba watakatifu wa Mungu wasije wakaingia kwenye mchezo wa shetani, wasije wakaingia katika shida. Mungu wetu ni mwaminifu. Maandiko yanasema malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuwaokoa. Ndiyo kazi ya Mungu. Lakini wale ambao hawatasikiliza maagizo ya Mungu, Mungu anawaachilia katika upotevu. Tunavyozungumza, hii ni sehemu ya 3. Tumekuwa tukiangazia Ponzi schemes na jinsi ambavyo Waadventista wa Sabato wengi wamenaswa katika Ponzi scheme ya Opticoin. Na kwa sababu ya kutokutii na kutokusikiliza sauti ya Mungu katika Biblia na katika roho nabii, na hata Wakristo wengine wa madhehebu mbalimbali wamejiungamanisha katika ibada hii ya Lucifer, ibada ya kuabudu mali ambayo Lucifer anapeana kwa haraka. Sasa ningependa kuwatolea sehemu hii ya 3, kuwazungumzia na kueleza ya kwamba kimewaramba, na wale ambao bado hawaamini kimewaramba wasubiri. Waswahili walisema ya mgambo ikilia kuna jambo. Andamana pamoja nasi katika sehemu hii ya 3. Wale ambao wanatazama kutoka nje ya nchi ya Kenya, wale ambao wako katika nchi ya Kenya, Waadventista wa Sabato, kuweni makini sana. Kabla tujaendelea, ningependa tu kuwakumbusheni maneno ya Yesu katika kitabu cha Luke chapter 21 verses number 34. Kisha nitaomba alafu nitaanza. Kwa nini video hizi nimekuwa nikizitoa za maonyo, ijapokuwa wengine hawasikii? Inabidi ya kwamba mkono wa Mungu uingilie na kuonyesha wazi. Unaposoma Luke chapter 21 verses number 34, kisha nitaweza kuomba. Kabla sijaanza, Yesu alijua na alitoa maonyo haya kwa wale watakaoishi kipindi cha mwisho. Tuwe waangalifu, lakini si wote wanaochukua tahadhari hata kusoma hayo maandiko ambayo Yesu aliyazungumzia. Inasema katika verses number 34, inasema Yesu alisema hivi: basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, hata siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Naona anasema ya kwamba wale ambao wanaishi kipindi cha mwisho kutakuwa na matatizo mengi, lakini tujichunge mioyo yetu isije kalemewa na ulafi na masumbufu ya maisha haya. Maana shetani anajua ya kwamba tukianza kuweka mawazo yetu katika masumbufu ya maisha haya, tutaingia katika mitego ambayo yeye mwenyewe ataweka. Na hivi karibuni Waadventista wa Sabato katika nchi ya Kenya, maana ndio tulipatiwa ukweli wote, kutakuwa na vilio, kutakuwa na kupiga nduru na kusaga meno, na ndugu anaenda kumgeukia ndugu yake. Wacha tuombe. Baba wa mbinguni, tunakushukuru, jina lako litukuzwe. Asante kwa sababu ya nafasi ambayo umetupatia ili kwamba tuendeleze sehemu ya 3. Tunakushukuru kwa ajili ya kweli ambazo umetukirimia, jumbe za malaika watatu katika Ufunuo 14 kuanzia aya 6 mpaka 13. Ni jumbe za maonyo duniani kote. Tunaingia kuchambua na kuweka wazi tena baruanja yale yanayoendelea katika michezo ya karumandika ambayo shetani ameweka wengi ndani, wanaenda kupoteza mamilioni ya pesa. Neema yako itufunike katika somo hili, watakaofuatilia kila mmoja aweze kubarikiwa na apate faida. Kwa imani tumekuomba kupitia jina la Yesu mwombezi wetu. Amina. Tunaposoma ndani ya Biblia, mitume waliotutangulia walituonya kuhusiana na kitu ambacho kinaitwa kupenda fedha ama the love of money.
Na ningekukumbusha kwanza wewe Mwadventista wa Sabato, ninakuzungumzia kwa sababu wewe umepewa nuru nyingi. Alafu ndio nitawaleta na wale Wakristo wengine wa yale makanisa mengine, maana wao kidogo wako na nuru kidogo. Inamaanisha kwamba kama kuna wale watatandikwa zaidi ni wa Sabato, maana wao ndio wako na nuru zaidi, kulingana na kweli ambazo Mungu ametupatia. Paulo alisema katika Timotheo wa kwanza 6. First Timothy leo tunazungumza na watu wengi wameshikilia matumbo yao, maana hawajui yanayokwenda kujiri. Na nitakuonyesha ni kwa sababu ya Ponzi scheme walioingia. Watu wakavuna miaka nyingi. Shetani ni mjinga, huwezi kuvuna milele. Anahakikisha ya kwamba wale wamevuna na wakawaingiza wenzao katika hizo schemes, wale ambao watapoteza watawageukieni. Jitayarisheni, seli za polisi ni kidogo, mtajazana huko. Wale ambao wamewaingiza watu katika schemes ambazo zitapotea na pesa zao hivi karibuni, kama vile ambavyo nitakuonyesha, wajiandae, kwa sababu imani hawatakuwepo tena. Mungu atafuta majina yao kwenye kitabu cha uzima cha mwana kondoo. Timotheo wa kwanza sura yake ni ya 6. Nianze kwa njia hii. First Timothy chapter number 6 and verses, nitaanzia aya yake ni ngapi? First Timothy chapter 6 nitaanzia mstari wake ni wa 6. First Timothy chapter 6 verse 6, nitasoma mpaka verse 10. Inasema, walakini utaua pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Inaitwa godliness with contentment is of great gain. Biblia inasema, kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Mstari wa 8, sikiliza kwa makini. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Mstari wa 9. Lakini hapa ndio kuna point napoingia kwenye somo. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi. Them that want to be rich quickly. Biblia ilitangaza kutoka zamani. Inamaanisha kwamba Biblia haina nafasi ya get rich quickly, niwekeze nipate pesa za haraka. Biblia haina hiyo nafasi. Nitakukumbusha tu kabla sijakuchezeshea video na nikuonyeshe vile ambavyo mambo yalivyo kwa sasa. Maandiko yanasema katika mstari wake ni wa 9. Lakini hao watakao kuwa na mali huanguka katika majaribu na tanzi na tamaa nyingi zisizo na maana, zenye kudhuru, ziwatosazo wanadamu katika upotevu na uharibifu. Nasema mstari wa 10. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Point taken. Ya kwamba mitume walionya kanisa lililotangulia ya kwamba wale watakao muamini Kristo wasiwe ni watu watakaopenda fedha na kutamani kuwa matajiri kwa haraka. Wakati ambapo tunakuwa na mawazo ya kuwa na matajiri kwa haraka, shetani analeta avenues. Na hizo avenues zinaweza kutufaidi dakika 2-3 ama safari 2-3, lakini tutakuwa tumezama na wengi ambao watatugeukia, ambao watataka kutuangamiza kwa sababu tumewaingiza katika shida, kama vile ambavyo tutaona. Mpendwa, ninapoendelea ni ya kwamba nilipotoa video ya kwanza na ya pili part 1 and 2, kuna wengi walitukejeli. Kuna wengi walisema ya kwamba sisi hatujui tunachosema. Nakumbuka kuna watu waliniandikia messages wakasema, nyinyi watumishi, nyinyi mnaongelea mambo ambayo hamujui. Sasa leo nataka nikuonyeshe. Kabla sija kuonyesha, nisaidie Ecclesiastes chapter 1 verse 9 nikuonyeshe ya kwamba hakuna mchezo wa shetani dunia hii ambayo ni geni. Hakuna hata moja. Michezo yote ya shetani Mungu ameiweka wazi, na hakuna hata moja ambayo ni geni. Na Biblia inasema katika kitabu gani nimesema? Ecclesiastes chapter 1. Ecclesiastes chapter 1 and verses number 9. Mhubiri. Ecclesiastes chapter 1. Mhubiri 1 mstari wake ni 9. Sikiliza Biblia inasemaje? Inasema maneno yafuatayo. Sikiliza, inasema hivi: yaliyokuweko ndiyo yatakayokuweko, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Siku zote mpango wa Mungu watu watajirike. Wanatajirika kwa mpango wa mbingu. Mpango wa mbingu wa watu kutajirika siku zote katika Biblia ni watu wachume kidogo kidogo. Nisaidie andiko, nisaidie watu ndio niingie kwa hii Ponzi scheme, niwaonyeshe vile inaenda kuzama na si muda mrefu kutoka sasa. Ndio kuna watu walikuwa wamejiandaa sikukuu.
inaenda kuzama na kimewaramba. Ninawaambia mapema. Kuna watu bado wanaweka matumaini. Leo ndio nataka niwaonyeshe vile mumerambwa. Sikilizeni. Weka kwanza hiyo. Nimesema andiko gani? Nimesoma Ecclesiastes chapter 1 verse 9. Ya kwamba mambo yote ambayo yaliyokuweko ndiyo yatakayokuweko. Hakuna jambo jipya chini ya jua hii. Hakuna jambo jipya. Mungu anapeana utajiri kwa njia gani? Niwakumbushe. Proverbs chapter 11, chapter 13 verse 11. Siwe na haraka. Proverbs inasema hivi. Proverbs ama Methali 13:11. Okay. Proverbs chapter 13 and verses number 11. Inasema, mali iliyopatikana kwa haraka itapunguka, bali yeye achumaye kidogo kidogo atazidishiwa. Mungu hapeani mali kwa haraka na hapeani mali nyingi mara moja. Si mpango wa Mungu. Maandiko yanasema Mungu anapeana mali kwa kuchuma kidogo kidogo. You gather small portions. Unachukua kidogo kidogo. Tena Mungu anafungua, tena unapewa. Lakini mambo zinaitwa get rich quickly schemes. Kwanza nikupatie historia kidogo. Unajua Wasabato hawajielewi. Nyinyi ndio hamujielewi kabisa. Sikiliza, nikupatie ka historia kidogo. Katika nchi ya Kenya kumekuwa na Ponzi schemes, na hii yenu sio ya kwanza, maana ndio kimeenda kuwaramba. Nitawaonyesha messages saa hizi na niwaonyeshe vile wanavyozungumza. Ukiangalia historia kidogo. Ukiangalia historia ya Kenya. Angalia, nataka nikuonyesha kwanza historia kabla sijakuja mahali ninaingia part 3. Kumbuka hii ni part 3, nimekuwa na part 1 na 2. Sikiliza. Nataka usikilize. Tuanze na historia kidogo ndio nikuonyeshe. Hakuna Ponzi schemes zinafanya hivi Yule mwenye kuanzisha Ponzi scheme huwa ana recruit watu. Anaweza recruit watu kama 4. Wale ambao wako juu. Akisha wa recruit anawaambia na nyinyi ndio mfaulu, endeni mlete na watu wengine, because hiyo Ponzi scheme ndio iweze kusurvive. Lazima isurvive na pesa za wale ambao wanaitwa new recruitees. Wale ambao wanaingia wapya, pesa zao. Kwa hivyo wanaposema mnaenda kulipwa baada ya miezi 6, inamaanisha kwamba wale umeleta na wao wanaambiwa leteni na watu wengine. Inaitwa pyramid, ni Ponzi. Ilianza na watu 2, ikaenda watu 4, ikaenda watu huko chini inaweza kuwa na watu hata milioni 1. Inamaanisha ya kwamba ile siku hiyo scheme itawacha kuingiza watu wapya, ndio mwisho wake. Ama wakati kutaonekana kuna shida ambayo inataka watu waanze kuwa na panic, wanataka kutoa pesa zao kwa haraka, inafungwa. Itafungwa, maana wenyewe hataki kwenda hasara wale ambao wameanzisha. Sasa kitu kama hicho kimewahi kufanyika katika historia ya Kenya na si mara ya kwanza. Acha nikuonyeshe mfano Wezesha. A report on the fate of Kenyans who lost billions of shillings in 2006-2007 during the infamous pyramid scheme tabled in Parliament has revealed that victims of the scheme will not receive any compensation from the government. About 11 cases were filed in the court, but none of those suspected to have engineered the scheme has been convicted due to lack of cooperation between the Office of Attorney General and that of Director of Public Prosecution. One of the problems that central banks, not central bank, but the commercial banks had, Mr. Speaker, is that the victims are third parties. They are not known to the bank. Umesikia? Kabla sijakuja kwa hii yenye inaenda kuanguka sasa, sikiliza. Wanasema the victims are third party. Inamaanisha hata serikali ikiingilia, wale ambao ni waanzilishi wa hiyo Ponzi scheme, chances za kukamatwa kwao hakuna. Maana ni watu ambao wamepata pesa nyingi zaidi. Wanaweza kutoa pesa kuonga askari ama polisi ama hata serikali. Lakini inamaanisha wale ambao waliwekeza pesa zao na zikapotea, wale ndio watasafa. Sikiliza vile wanasema Yakob, hata bunge ya Kenya imeshindwa. Na hiyo ni 2006. Wale ambao walipoteza pesa katika pyramid scheme ambayo ilikuwa ni Ponzi scheme na ilianzishwa na watu.
Unaona? Hawajalipwa mpaka leo kwa sababu wale ambao walianzisha hiyo scheme mpaka leo hawajulikani waliko. Si kwamba hawajulikani waliko, ni watu walio na pesa nyingi. Mtu wako na mabilioni ya pesa, anaweza kutoa sehemu kidogo gawe, awachiliwe huru. Hebu sikilizeni kwanza kabla sijakuja kwa hii yenu. Sikiliza. The holders of the account, who are the directors of the company, were the ones who were taking the money, and they were the only people who were able to either transact in those accounts. While responding to a statement sought by Malava MP Malulu Jendi, Committee Vice Chair David Gikaria said a task force that investigated the matter recommended that victims must be compensated, but the same has not been implemented. The House Committee also indicated that unless Central Bank initiates a bill dealing with such crimes, it will be hard to compensate the victims who had lost the 34 billion shillings in the scheme. It appears the directors of the company that was involved in the rip-off may also remain free as laws are not clear on how to convict them. Elsewhere, the Senate has now adopted. Haijulikani kama they will be persecuted or not because the laws are not clear. Ati kama si Central Bank kuanzisha investigation na kuweka bill, hao watu watashikwa, they shall be let free. Yani kwa kifupi, wakati Ponzi scheme ina collapse, na nitakuonyesha vile inaenda kucollapse hii ya sasa, hao watu watatafutwa na hawataonekana. Inamaanisha ya kwamba wale ambao ni wawekezaji ndio wataenda hasara zaidi, na vile walikuwa wameleta jamaa zao, wameleta auntie, mwingine ameleta baba, mwingine ameleta mama yake. Sasa wakati inaporomoka, inamaanisha ya kwamba vita vya kidini vitaanza. Wasabato watageukiana wao kwa wao, kwa maana wale ambao wanaitwa top directors hamtawaona. Sasa hizi Ponzi scheme huwa zina collapse kivipi? Mfano, unapozungumzia pyramid schemes, unapozungumzia hizi Ponzi schemes, wengine wanasema hii yetu si Ponzi. Wewe ngoja, simuliniambia si Ponzi. Mbona mnagombana kwa WhatsApp group yenu? Ngoja niwaonyeshe hapa. Mbona mnagombana? Kwanza tuangalie Opticoin ambayo sasa imewakamata Wasabato wengi walioko pale. Sikilizeni kando na sauti yangu mimi. Nataka kwanza hao waongee ndio niwaletee yenu sasa. Mahali imefika hii yenu. Hii yenye mnasema wachungaji ndio walianzisha, wazee wa makanisa wako pale, viongozi wa conference wachungaji wamekuwa pale. Juzi wameandika barua ya kufunika watu macho, ati unajua sasa mahali imefika, mapasta watapatikana, si mnawajua, si muwafute kazi. Wenye watapatikana ni akina nani na mnawajua, si mungewafuta kazi. Unaona? Kilio kikuu kinakuja. Kilio miongoni mwa Waadventista wa Sabato. Sikiliza. Wacha kwanza tuache watu wa dunia wazungumze. Maana Yohana alisema kama Mungu anaweza kuinua watoto watakaopaza sauti kutoka kwenye mawe haya. Sikiliza mchambuzi mmoja atuelezee kuhusu Opticoin kidogo ambayo Wasabato wameingia leo. Okay? Yes. Nataka umsikilize huyu. Na usikilize kwa makini pole, alafu ndio tukuje tumalizie sasa na hii. Uone vile ambavyo waliambia watu wataenda withdraw pesa tarehe 27 ambayo ilikuwa ni jana Thursday. Watu wakajipanga ngoja, watu walijipanga wakasema tunaenda kuwa matajiri. Ilipofika Thursday jana, wakatuma message wakasema hapana. Na Ponzi scheme zote ambazo zinaenda kuanguka huwa ziko hivyo. That is the exact format. Naambia hapana, hamwezi kutoa saa hii, mtatoa tarehe 10. Tunangojea watu wengine waingie ndio tuwafanyie party. Ngojeni tarehe 10 na muandae machozi. Sikiliza hawa sasa. Hawa ni watu wa dunia, wasikilize. Right now, unakuta most Kenyans are falling for scams, and you wonder why. How did someone actually get scammed in that kind of a manner? Because, most of us are not willing enough to do the due diligence that is required. You come as there is a certain scam that is going on in Opticoin. And sometimes if you look at what that particular scam has to offer, you're just like, what? Someone is falling for that. Like right now, if you go to the dude's website, if you go to the guy's website, Opticoin. Unaona? Huyu ni jamaa ambaye pengine si wa imani. Amefuatilia. Sikiliza vitu watasema, alafu ndio nikuje kwa Sabato. Sikilizeni, na hii ni part 3, sikilizeni. Huyu jamaa anachambua. Anasema amefuatilia mambo ya Opticoin. Na umsikilize. Na hiyo video iko kwenye YouTube, msikilizeni. Alafu atasema hiyo ni scam. Na hii scam ndio hii. Haifiki Disemba 25. Hii kitu yenu hii tayari imepotea na pesa za watu. Na huo ndio ukweli. Anza kujipanga. Kama uliweka huko milioni 1, kama uliweka milioni 2, milioni 3 na ulifikiria utakuwa tajiri, Mungu si mjinga. Imeenda na mumerambwa. Achilia hiyo. You just search for Opticoin.
online, you can actually be able to see it. You can be able to see a few details about it. And I even tried to see some of the Google reviews they have over here. I don't know what this +12 country code actually means. I don't know. I honestly don't know. So professional, so quick, I was hungry. I don't even understand how this is actually working. Yeah, this is like a shop that sells something like this. But now there's this website, Opticoin. You know, if you look at it as, if you look at it like a first person for the first time, you might think that this is something really legitimate, like it's some real stuff. But if you scroll down, you realize, first of all, let me decline. If you try and look for contact information, there is nothing. If I click on more over here, click on contact, I want you to see, there is no one that you can actually get to see. And then the thing I did is, I went to Binance. Binance. Jamaa anasema amejaribu kufuatilia, alafu anaenda kwenye Binance kujaribu kuangalia hii Opticoin ni akina nani. Kuna watu wale wanasema unajua Professor Jack. Professor Jack ni nani? Mumewahi kumuona na macho yenu? Oja wewe, hii kitu sasa imeenda vibaya. Na wauliza nyinyi ambao mko kwenye Opticoin, Professor Jack mumewahi kumuona na macho? Si ajitokeze kwenye video, aseme mimi ndio Professor Jack. Mumemusikia wapi? Na mwingine anaitwa sijui ana nani? Mumewaona na macho nyinyi? Na hii ndio vitu watu wa dunia wanasema. Kabla sijafika kwenye messages, na muone vile ambavyo hii kitu imewaramba watu. Sikiliza. Huyu jamaa anaenda kwenye Binance kuangalia kama kuna kampuni kama hiyo na iko na watu. Directors ni akina nani? Sikiliza, achilia. Is a crypto exchange. It's one of the biggest crypto exchanges in the world. Yeah. I went over there. Normally, when there is a coin, the first thing that is going to happen is that it's going to be listed over here. So I came over here and I searched for, let me just search for Opticoin to see whether it's actually listed on Binance. So there is this coin over here. Opticoin, this and this and this, I don't know. I don't know if this is it, but me, I'm not very sure. Because it's kind of skeptical because of what I was looking at. You see, it's not being shown. Let me see, Opticoin, this and this is a pump. I don't even understand what this is. And here's the thing, like, if you're someone who is not so good with understanding this stuff as me, you can always go to ChatGPT. Now, normally when you're using tools like ChatGPT, the thing you... Aya, sasa nataka usikize kwa makini. Anaenda kwenye ChatGPT. These are AI tools. Impatie information. Hii mambo Opticoin ni mambo gani hii? Hapa ndio usikose kabla sijakuja kwa mambo. Unajua hata sijaanza kupresent. Najaribu kukupitisha kwa overview. Uone vile watu wanasema. Alafu sasa ndio tukuje kwa hii. Hii ambayo imesema watu watoe pesa tarehe 27 Thursday na watu hawakutoa pesa. Ndio nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja ananiambia unajua tulikuwa tumejipanga sana. Kwa tumejipanga Thursday tunaenda withdraw, tunateremka Mombasa kuleta magari. SUVs, watu wanajipiga vifua vile wanaenda kukula Christmas vizuri. Kimewaramba rafiki zangu, sikiliza. Kama kuna disappointment, GPT, I'm going to input a prompt. I'll say, I would like for you to help me in analyzing whether a particular coin, crypto coin, call it anything you want, crypto coin is a scam or not. I'm just going to click that, right? Now the thing I'll do is I'll come, go to the home page, and then you can right click probably, and let me just select all this. I'm going to select all this information. Control and A. Copy it. On ChatGPT, I'm going to paste that information. That is the first page. Then I'll go back again, and I'll click on Welcome to Opticoin. I'll copy this again, as it is. Copy all that information. I'm going to paste it on ChatGPT. Then I'll come to which other page? I think there's more. There's OC verification. I don't know what this is. I'll copy this. I want to copy all this information. Let me just copy this. And then paste it over there. Ngoja kwanza.
Na unajua watu washikilie matumbo. Mahali tunaenda ndio matatizo. Nimesema tunataka kuonyesha watu walioingia katika Opticon Kenya hii. Tena watu wa kanisa, nyinyi ndio nataka niwazungumzie kwanza. Mtu asifikirie kuna pesa naenda kutoa hapo. Sikilizeni. Sasa huyu anataka kutuonyesha kwanza kampuni. Kuna watu wanasema unajua Professor Jack amesema. Nimekuuliza swali, Professor Jack ni nani? Wacha nikutolee facts kwanza. Maliza na huyu. Hebu atilie kidogo, songesha mbele kidogo tu atupatie results. Put it on ChatGPT. So let's see what ChatGPT is actually able to come up with. The results are actually here. I want you to see this. Everything about Opticoin plus Wealth Sharing Investment Group screams Saran. I can't give a courtroom verdict, but it has multiple classic Ponzi or HYIP scams, and I'd treat it as unsafe and scam-like. Let me break it down in a simple language. What Opticoin itself actually is from their own site. From the official Opticoin website, the homepage is just a slogan spam. Opticoin powers a private economic engine. You hold the key, with almost no real information. So they publicly say we are not an investment, not a security, not a crypto. But on the ground in Kenya, Juja Teachers WhatsApp group, people are being told to invest in it. Umesikia hiyo? Anasema hapa Kenya, Juja. Hayo maeneo ya juu. Na tutaingia kwa hizo WhatsApp group saa hii. Ni kuonyesha vile wanaongea saa hii. Maana wamestuka ukiwa kumechelewa, wengine walikuwa kwa usingizi, wanafikiria ni utajiri wameweka. Watu wamestukia. Kumbe ni pesa zimepotea. They cannot believe it. Saa hii vile tunaongea kuna watu hawajaamuka kwa vitanda, nitakuonyesha. Sasa Juja, walimu, watu wa mapikipiki, watu wa makanisa wameingia kwa sababu pasta, wazee wa makanisa waliwashawishi wakaingia. Sasa kuna WhatsApp groups Kenya hii ambazo ziko na hii Ponzi scheme. Na watu waliingizwa wengi na imetengeneza mabilioni ya pesa ambazo watu hawajaona kwa macho. Kuna wale wamewithdraw mara moja, mara mbili, mara tatu, wakaambiwa mnaona hii kitu iko na pesa. Endeni na hizo messages, onyesheni wengine muwalete. Shetani ni mjinga. Alimpandisha Yesu kwenye mlima, mnakumbuka? Akamwambia Yesu, hii mali yote ni yangu, nitampatia yeyote ukininamia uniabudu. Yesu akasema hapana. Imeandikwa utamsujudia Bwana Mungu wako, naye peke yake ndiye utakayemwabudu. Sasa watu wengi wameingia katika Ponzi scheme maana walitaka na wao wapate faida ya haraka. Inamaanisha, niliambiwa zamani, kuna kisa ambacho nilielezwa. Ukitaka kukamata kuku, usikimbize kuku kijiji mzima. Tafuta mahindi mzuri tu, zimenona vizuri. Enda rushia kuku. Kuku itaona wewe ni rafiki. Naona? Itakula. Alafu itaanza kukufuata pole pole, na uhakikishe unarudi nyuma ili kwamba uweze kuingia kwenye mlango uliofunguliwa. Kuku itakuja pole pole, huyu ni rafiki yangu. Ikiingia unafunga mlango. That is the exact way in which this scheme imewarecruit watu wengi. Maana watu waliona huyu amekula pesa nyingi, wacha na mimi niingie. Na hapo kuna walimu, kuna watu wa mapikipiki, bodabodas, na kuna watu wa kanisa ndio wameingia katika hiyo trap wakiwa ndio wa mwisho. Sikiliza. Sasa achilia aseme. Sikiliza. Deposit large amounts and expect fixed returns. The contradiction alone is a huge red flag. They also have an OC verification hub where you're told to verify at least $50,000 equivalent in assets. Yeah? Meaning they're pushing people to lock serious amounts of money into their systems. Okay? So how Wealth Sharing Investment Group connects to this? Wealth Sharing Investment is one being pushed aggressively on the ground. Juja, Teachers, Boda guys, and online as a partner with Opticoin. That naming confusion is not accidental. It's part of the obfuscate. I don't even know what that is. So if you just scroll down, you can see that you've been able to get an entire report. And at the end of the day, if you haven't put money in, don't. That is a verdict. If you already have money in, withdraw whatever you can as soon as you can. Don't recruit others just because you got 1 or 2 payouts. Early payouts are part of how Ponzi schemes build. Tulia. Hao ni watu wa dunia. Wanasema usiingize mtu hapo maana watakuja kukugeukia. Nitakusomea andiko saa hizi. Hawa ni watu wa ulimwengu. Kwa nini? Wewe utaenda na messages kusema ya kwamba umepata, kwa sababu watakupatia ili kwamba na wewe uvute wengine wengi.
Sasa hapa Kenya, kwa sababu kuna WhatsApp groups, wacha nikuonyeshe kitu ambacho kilifanyika. Opticoin ilitangazia watu katika nchi ya Kenya ya kwamba tarehe 27, leo tarehe ngapi? Si leo tarehe 28. Si ilikuwa ni jana. Si walitangaziwa ya kwamba tarehe 28 watu wanaenda kufanya withdrawals of large sums of money. Wacha niweke hizo conversations ndio muone. Nataka watu waelewe tunasema nini. Watu walitangaziwa ya kwamba ndio hii ndio nataka. Hii ilikuwa ni ya jana era. Haya, good. Sasa kidogo tu nataka uwekee watu kwa screen uone vile kitu ambacho tunajaribu kusema. Watu walitangaziwa kwanza, ngoja kidogo. Walipotangaziwa tarehe 27 Thursday iliyopita, tunaenda kufanya large withdrawals na tulia tu. Just wait Watu wakajipanga kwa sababu walitaka na wao wafanye withdrawals of large sums of money. Walipoona ya kwamba, wacha niweke hii, amen. Ndio hii. Weka hiyo vizuri. Liambiwa mtatoa pesa mingi. Sasa weka hiyo kwa screen kwanza, tuanze na hiyo. Alafu nitakupatia mifano ya zingine vile zilianza hivyo na mwishowe zikapotea na pesa za watu. Which one? Weka hiyo. Hii ilikuwa ni tarehe za hapo nyuma. Ilikuwa ni message ambayo ilitolewa na kampuni hiyo. Alafu leo, maana jana ndio ilikuwa tarehe 27, nitakuonyesha yale ambayo yanajiri. Alafu tena tutarudi kwenye videos nikuonyeshe vile ambavyo Ponzi schemes ambazo zilitangulia zilipotea na pesa za watu kwa njia hii. Mtu asikudanganye kwa njia hii. Ngoja nikuonyeshe. Umeweka? Sasa walisema hivi. Wiki kama 2 zimepita ama 3 zimepita. Walisema, dear friends, while sharing group is striving to surpass the 20 billion trading volume mark. Ile yenye ili collapse ya kwanza ilienda na 34 billion. Naona? Ya kwanza 2006. Watu waliamkia wakakuta you cannot withdraw your money. Because walihofia kwamba watu wakitoa pesa nyingi zaidi kampuni itafilisika. Sasa wacha tufunge kwanza. Na nimekuonyesha ya kwamba hata serikali na parliament haiwezi kutrace hao watu, maana wako na pesa nyingi sana. Wanaweza toa kidogo tu alafu wanadisappear. Sasa hapa wakasema ya kwamba to this end we are collaborating with Opt to achieve this goal. We will be offering Thanksgiving reward to all existing members as well as double trading volume rewards. New members can also participate in the double trading volume reward program. Double. Alafu pale chini wanasema during the reward period, pandisha juu kidogo. Your share of cash rewards and meal allowances after November 27th, mark hiyo date. Walisema November tarehe 27, you will be able to withdraw all funds and profits. Your funds are completely safe. Seize the opportunity. Act now and enjoy Thanksgiving reward and double trading volume rewards. Walipeana tarehe 27. Wakasema tarehe 27 watu wataenda withdraw pesa. Shetani si mjinga. Watu milioni 1 waki-withdraw pesa mara moja, hiyo kampuni itafilisika. Sasa hebu tuendelee pole maana tarehe 27 si ilikuwa ni jana. Ilikuwa ni jana. Tuende sasa jana. Jana ilipofika, nataka nikuonyeshe mfano wa kitu ambacho tunajaribu kusema. Jana sasa. Ilipofika jana tarehe 27. Haya, weka hii. Tarehe 27 jana, kitu gani kikafanyika? Alafu ndio nikuonyeshe conversations za washiriki na watu wa kanisa. Nione vile wako na panic. Hata sasa kuna watu hawajakula siku 2. Tangu jana kuna watu hawajakula. Akifikiria zile pesa zinaenda kufungiwa. Na tuliwaonya mapema. Niangalieni tu hapo. Weka hiyo. Hiyo ni ya jana. Weka hiyo. Jana na uweke hiyo November 28. Leo ni November 28. Sasa hii message, okay? Jana pesa hazikutolewa. Message ikatolewa leo tarehe 28. Message gani ilitolewa? Nataka tusome na nyinyi. Hizi vitu zote ziko kwenye
social platform. Mimi natangaza tu vitu ambavyo tayari viko na watu. Alafu tuone vile wanazungumza na wewe ujaji kama hao watu watapata pesa zao. Inasema, we have received enthusiastic feedback from our teams in Europe, Africa, Asia and the Middle East, with everyone responding very positively to this promotional event. Our European team in particular received substantial rewards through the Opt double trading volume promotion in December 2024. And they strongly hope that the Opt exchange will continue to offer more benefits to WS, yani Wealth Sharing Group members this year. If you do not wish to receive these 10 days of extra reward and double trading volume, you can choose to wait until after December 10th. Imetoka tarehe 27, wamepeleka watu December tarehe 10 to withdraw your funds. Wealth Sharing Group does not force anyone to do this. Good. There are no restrictions on deposits and withdrawals from WS Group. This is our Thanksgiving reward and double trading. Sasa, maana kuna watu walikuwa wamejipanga kutoa pesa. Sijui kama nitakuonyesha. Hebu kidogo. Nataka nionyeshe zile ambazo zimepita kidogo. Zilikuwa zinafanyeje? Ngoja nikuonyeshe kitu kidogo watu wasini. Na hata Hebu tuweke messages kidogo kwa hiyo group vile watu walianza kutense kidogo. Maana watu wanajua historia. Ni historia gani watu wanajua? Kidogo nikuchezeshe video ya hapo nyuma. Uone vile watu wanasema vile hizi vitu huwa zinazama. Sikiliza. Ngoja kidogo. Na Wesley. There's a specific video I want you to play for the people to listen to as we get to the messages. Maana tunataka kuingia kwa messages kwa hiyo WhatsApp. Uone vile washiriki wanasema. Ngoja kabla tujacheza video, wacha tuichezeshe. Wacha tuweke hii messages. Sasa jana watu wakaanza kujaribu kutoa pesa wakashindwa. Walishindwa kwa sababu wale ambao walikuwa wanaenda kutoa pesa, this was the information. Weka kwanza hiyo kwa screen. Weka kwanza hiyo. Panic imeanza. Imesukumwa tarehe 10. Profesa Jackie hajulikani ni nani. Na kama mnamjua nitumieni picha yake hata mimi nimuone. Tumia mimi picha. Tuma picha. Video zimetoka nyingi ziko kwa YouTube. Nionyesheni yeye picha yake ndiyo mimi. Wapi? Iko wapi? Mulete hata mimi nione. Sasa hiyo ikatokea. Mtu anaenda withdraw pesa, internal server error. Meweka hiyo. Naona? Hiyo ni jana. Internal server error. Imeanza kuonyesha kuna error ya server. So hakuna mtu anaweza kutoa pesa. Visit cloudflare.com for more information. Haya browser working. Mwingine anasema Cloudflare error. Host working. What happened? There is an internal server error on Cloudflare's network. Sema unajua network ni mbaya. Baada ya pale unasikia unajua sasa tungojeni tarehe 10. Haya tarehe 10 inakuja, si tuko hapa. Mimi sio nabii, lakini si tarehe 10 ni kesho. Kwani mnafikiria ni mbali? Si ni kesho. Wengine wanafikiria ninawadanganya, ninachezea mchezo wa karumbadika. Si ni kesho tarehe 10. Haya sasa angalia. Watu wakaanza kuzungumza kwenye hiyo wall. Wanasema hii kitu ni kama imeturamba. Na sio mimi ninasema, mtu aseme mtumishi Franki anasema. Wacha niwaekee msikie vile wanaongea. Wenyewe huko ndani waliwekelea pesa zao huko ndani. Huko ndani. Weka hiyo kwa screen. Huko ndani sasa tuingie ndani alafu utaenlarge kidogo tusikize. Usikie vile watu wanaongea pale. Baada ya kutangaziwa ya kwamba mwezi kutoa sasa, maana wanahofia watu watatoa pesa nyingi mara moja. Hapana, sasa mtatoa tarehe 10. Ikifika tarehe 10 mtatoa tarehe hiyo nyingine. Ngojeni Januari. Ndio imeenda hivi. Sikiliza vile watu wanazungumza kwenye group. Sikiliza ndio nikuchezeshe video zingine. Sikiliza wewe. Sikilizeni. Meka. Watu wameanza kusema pale. Okay? Those are just screenshots. Inasema na hivyo ndio tumeoshwa on 10th they will shift the goalpost again. Hiyo si mimi. Hao ni wale wamewekeza hapo ndani. Hao ni washiriki wa makanisa na wengine ni wakristo wa makanisa mengine. Wanasema nini? Hivyo ndio tumeoshwa. Pale chini inasema Opt has decided to extend
double. Anasema I like this very much. Okay. Mwingine pale anasema allow us to withdraw please. We need that money. Alafu anasema signal received with thanks. Mwingine anasema mpokea signal. Aya, sikiliza na wengine na hapa. Acha nikuwekee ingine. Sikiliza na mwingine hapa anasemaje. Haya, mwingine akasema, angalia sasa nikuwekea hizi mbili. Tutaanza na hiyo ndefu Sikiliza vizuri. Hii ndefu mtu akaandika. Kuna jamaa nimebana jina lake pale. Nataka tusome na nyinyi usikie vile anasema huyo jamaa. Maana huyo jamaa amejua hii historia imeanza kujirudia. Hapa kimeturamba. Kimeturamba. Sasa weka. Alipo unaweza stretch tusome bits by bits tukiteremka Sasa huyu jamaa anaandikia Professor Jack na hajawahi kumuona na macho. Anasema, dear Professor Jack, kwa hiyo group, I would like to express my gratitude for the double trading reward that has been on since date 18th November. Ati nawashukuru sana. It has greatly improved my trading volume. So far, I believe it is the case for other members as well. However, sikiliza. Huyu jamaa anasema lakini I have seen that the period has been extended till 10th of December. Kwa nini mmepeleka 10th ndio tutoe pesa? Alafu anasema while this will impact on members trading volume, my query is, ameanza kuuliza, why the second phase will take more days than the first phase? Anasema you are arguing, munatuambia that there are members who joined recently and have not realized the full potential of the double trading volume reward. Please enlighten us on what will happen when we get to date 9 December and more members join us on date 9. Will you again extend the reward program for another 10 or 15 days? Maana wanasema unajua kuna watu wameingia juzi, tunataka hata wao waekelee pesa nyingi ili kwamba hiyo tarehe 9 tutoe pesa kila mtu afurahie. Sasa mtu anauliza swali ambalo halikupata jibu mpaka kiyama. Huyu jamaa anauliza ikifika tarehe 9 na wengine wako wameingia hiyo tarehe 9, tena mtasongesha mbele? Anasema while the program is benefiting us all, it is also wise to acknowledge that only those who took action in time will benefit. Otherwise, the reward program will be infinite. Ujamaa na reason. Anasema ya kwamba ikifika tarehe 9 si mtatusongeshea tena mbele, kuna watu wameingia. Ikifika tarehe hiyo nyingine mbele tena mtatusongeshea tena mbele. Sikilizeni wewe. Ngoja usikilize vile watu wengine wanasema na hapa chini. Ngoja nikuonyeshe. Weka hiyo nyingine sasa. Weka hii nyingine ya chini. Weka. Ndio tuchezeshe video. Sikilizeni. Mungu hajawahi kuambia Wakristo wanaoamini Biblia. Mungu hajawahi kutuambia tutafute pesa za haraka. Hakuna siku Mungu hajawahi. Nitafutia andiko Mungu alisema hivyo. Tafuta moja. Nitafutia andiko. Sijaona kwenye maandiko kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo. Sijakutana nalo wala mpango wa kuwepo andiko kama hilo halipo. Labda muandike Biblia zenu. Sasa hawa wanasema hapo wanasema sure. Mwingine anasema which date? You are playing with our minds. Stop. Pale anasema hii ni monkey business. Umeona? Mimi nasema hii imeanza kuwa ni biashara ya tumbili. Monkey business. Unaona? Alafu pale chini mwingine anasema we do not want the profit. We want to be allowed to withdraw. We have loans to pay, bills to settle and a family which depends on us. Nani alikwambia uweke pesa zako hapo? Mngojee tarehe 10. Hii mwaka itafunga na nyinyi vibaya. Ngojeni. Kuna watu hawalali. Sasa hivi vile ninaongea. Wameshikwa na kiwewe. Wanasema unajua hii pesa yetu inaenda kusama. Sikilia watu wa Mungu. Sasa wacha nikuchezeshe video nikuonyeshe. Umeona hiyo yenye nilikuwa nataka? Ngoja, just a minute Kidogo watu wa Mungu. Just a minute.
Watu wa Mungu sikilizeni. Na musikilize vizuri. Yesu alisema jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na choyo. Soma tu kitabu cha Mathayo sura yake ni 6 kuanzia mstari wake ni 25. Yesu anasema waangalieni maua wa kondeni, ndege wa angani. Okay? Wesley, check that. Anasema ndege wa angani. Hata ndege wa angani hawapandi, unaona, hawalimi, hawafanyi chochote, lakini Baba wa mbinguni anawalisha. Anasema nyinyi je, wenye imani haba, imani yenu ni haba. Mungu anataka tuwe na imani. Mungu anataka tutegemee kunguru ataleta, kama vile ambavyo Elia alilishwa na Mungu asubuhi na jioni. Watu wa Mungu wataishi kwa imani. Kama kunguru haujamuona mchana, anakuja jioni, msubiri. Sije ukaingia kwenye michezo ya shetani. Anakuja jioni. Kidogo tu. Just a minute, it's coming. Anakuja jioni. Elia alilishwa na kunguru asubuhi na jioni. Mungu alimtuma amletee mtumishi wake chakula. Na maandiko yanasema maji yako hayatakoma wala chakula chako hakitachelewa. Watu wa Mungu tunaishi kwa imani. Lakini tukiingia katika hiyo sasa, I want you to play that video. Sikilizeni. Hawa ni watu ambao kimewaramba. Nataka usikilize vile wanavyozungumza. Alafu wewe ambao unanisikiliza, nataka wewe unipatie option zote wewe ambazo bado unataka tuamini wewe utaenda kutoa pesa zako zile uliweka. Watu wameuza manyumba, watu wameuza mashamba, watu wameuza magari, wamewekelea pesa, walikuwa watoe. Kimewaramba rafiki zangu. Ningekuwa wewe ningeanza kulia mapema na niondokee hiyo vitu. Kimewaramba. Nawaambia ukweli, kimewaramba. Haya. Sikiliza. Huyu jamaa, hizi video unaweza zipata online. Mimi napenda sana watu wa dunia vile wanavyoelezea kulikuwaje. Napenda sana. Na hizi evidence zote ambazo Mungu anatuwekea kwenye midomo ya watu ambao si wa dini, ni nini ambacho kinafanya bado tudanganyike? Nini hicho kinafanya tuwe na imani? Don't worry. Okay? You're downloading? Ni wewe ninauliza swali. Mbona usiamini Mungu? Maandiko yanasema katika Zaburi 34 mstari wake wa 15, macho ya Bwana ii juu ya wenye haki na masikio yake husikia kililio chao. Inasema taabu za watakatifu wa Mungu na wenye haki ni mengi, lakini Bwana huokoa kutokana nayo yote. Mateso ni mengi. Una download hiyo? Weka andiko moja tunaposubiri video. Na nataka usikilize. Ukisoma ndani ya Biblia. Nisaidie kitabu cha 1 Kings chapter 19 verse 5. 1 Kings chapter 19 anzia verse 1. Alafu usikize hawa watu wa dunia. Nataka umsikilize, hawa ni watu wamerambwa. Usikilize vile ningejua lugha yako ya mama ningeiongea. Usikilize huyu jamaa. Umeka 1 Kings 19 verse 1. You just try, yeah? 1 Kings chapter 19, na usitoe hiyo chapter hapo. Naipenda. 1 Kings, Wafalme wa kwanza, 1 Kings chapter 19. Inasema, basi Ahabu akamwambia Jezebel habari ya mambo yote aliyofanya Elia. Ngoja chapter 17, enda chapter 17, sorry. Inasema pole tu. Basi Elia Mtishibi na wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahab, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki. Kulikuwa na kiangazi. Yes. Good.
Unaona? Na maandiko yanasema ujifiche karibu na kijito cha Kerith kinachokabili Jordan. Verse 4 inasema itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami, sikiliza wewe kabla sijakuchezeshea video, nami nimemwamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kile kijito cha Kerith kinachokabili Jordan. Kunguru akamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Subiri, kunguru wataletwa. Mungu anasikia maombi ya waja wake. Sasa nataka usikilize watu wa dunia hawa waliorambwa. Ilikuwaje ndio wakarambwa? Sikiliza vizuri. Alafu uangalie hii yenu nayo mahali inaelekea. Umefika? Can you expand it well, eh? Fix it. Nataka watu waone kitu clear. People must understand what we are saying. Get money quickly schemes or get rich quickly schemes are devilish. Ni mambo ya kishetani. Mungu hayupo, shetani yuko kwenye mstari wa mbele. Hayupo. Mnaenda kugombana. Sikiliza rafiki yangu, ningejua lugha yako ya mama ningeiongea. Mnaenda kugombana, watu wa kanisa mnaenda kugombana. Mark my words, mnaenda vita. Mtapigana nyinyi kwa nyinyi. Haya, sikiliza hao watu wa dunia. Sikiliza. Lost in many spaces. Yeah. There is a big loss I had. I don't know if it's okay to talk about it. At some point, there are two instances that I have lost big. One, there is a company that came online that was promising returns, 100% returns within 30 days. There are many that have been in the public domain, the Ponzi schemes. And you know, interestingly, Rina, Ponzi schemes have been there from 1800 and specifically from Ponzi, the guy called Ponzi in 1920, and we still do not learn. So a trusted friend of mine came to me and told me about this company, and you could invest 10,000, 100,000 and so on and make money. And I told her, this is a pyramid scheme, I'm not part of it. And she said, I'm one of your best friends. I'm telling you because I've been here 1 month and I'm seeing how it works. I told her, come back to me when you make $1 million and I promise I'll join. 3 months later, she came and said, look, I've made $1 million. I said, Umesikia? Zote zinaanza hivyo. Mtu wa kwanza atatengeneza pesa. I have made $1 million. Ndio hii. Si ulisema si uingie sasa? Ala? Sikiliza. Zote zinaanza hivyo. Na usikilize vizuri, sikiliza vizuri. Achilia. Really? Let me try with 100,000. Actually, I'll make 200,000. And I put 200,000. And I started making money, Rina. Oh my God, it was so nice. Trading in cryptocurrency, withdrawing from Bitcoins and so on. And within 3 months, indeed, I had 400,000. Hata huyu alitengeneza pesa ngapi? 1,400 baada ya miezi ngapi? 3. Nataka usikilize vile inaenda vizuri. Unajua ametengeneza pesa. Wewe ukitengeneza pesa 1,400, hiyo kitu si ni ya uongo aje. Who can think that is a scheme? It is a Ponzi scheme. Ndio leo Wasabato wengi ukiwaambia hii ni scheme wanakataa. Kwa sababu kuna watu wametengeneza pesa, kuna watu wamejenga manyumba, bado hawaamini hii kitu ni ya uongo. Hawaamini, lakini kimewaramba saa hizi. Sikiliza hii, achilia, sikiliza. Then that devil, oh my God, came to me and told me, Larry, you have seen how it is working. Behold, you have a villa in Dubai. You will drive a chopper. You will ride your own chopper. Oh my God. And I looked through. I was like, wow, Karen, here I come. Umesikia? Baada ya kushinda 1,400, anasema kashetani kakamkujia that devil, anasema si mimi naona wewe utaishi hata Karen hivi karibuni. Waulize Wasabato. Waulize. Maana yule mchungaji wao aliwaletea mapicha ya magari na akaletea mpaka gari zile amenunua.
Mtu anasema haya, hata mimi naweza endesha hii gari. Kashetani kanakuja. Si ukatoe ile milioni 1 na wewe uweke. Sikiliza huyo jamaa. Sikiliza. Huyo jamaa alilambwa, sikilizeni. Ehe. Achilia. And I was like, Karen, maybe Mdaiga. Jimmy Wanjigi, I'll be your neighbor. You know? I didn't think it's funny, but yeah. So I'm there, you know, hoping to be the Kibaki's neighbor someday, hoping to drive a bigger car. I was like, God, I'm now settled in life. So I did my calculations and I was like, if I take 2 million from the stock market and the SACCO, yeah, maybe I should take 2 too. Oh my God. I'm sorry. So I took money, 2 million. I wrote to your team, I sold some shares. Lord have mercy. Yeah, I was like, if they only knew. Maybe. Ngoja tunaendelea kidogo. Unajua hiki kitu kinachekesha lakini hivyo ndio iko. Waulize wale wameingia kwa hiyo scheme. Waulize waliingia aje. Kwanza mtu aliwaletea information vile watu wamekula pesa. Naye akaenda, huyu alitoa milioni 2. Sijui wewe umewekelea ngapi hapo. Nataka usikilize huyu jamaa. Kwanza alikula 1400. Akaona hii kitu itanitajirisha. Nitakuwa jirani ya Kibaki na Jimmy Wanjigi huko Runda. Hala. Na akaambia ende ulete wengine na akaanza kuleta na nawaonyesha. Mimi hata nishakula ndio hii shamba nimenunua kama vile walikuwa wanatuambia juzi. Ati watu washanunua mashamba na huko Karen. Ukisikia vile wanaongea ayayayayaya. Na shetani ni mjinga. Ana time wakati umeweka ile pesa mingi zaidi. Wakati ile mingi ushatoa. Sava era. Iko hivyo rafiki yangu. Biblia imetukataza tusipende pesa. Hebu Ecclesiastes chapter 5 verse 10 ndio tuendelee kumsikiza. Weka Ecclesiastes nikuonyeshe. Mhubiri kidogo nikuonyeshe. Ecclesiastes chapter 5 and verses number 10. Inasema nini? Sikiliza. Haya maandiko mnayasomanga. Inasema nini? Inasema apendaye fedha hata shiba fedha. Si ndio huyo? Si alipewa 400, kwani alishiba? Alishiba akaenda kabisa ama alienda akatoa milioni 2 akapeleka. Biblia iko sawa. Ukipenda hautashiba. Wala apendaye wingi hata shiba nyongeza, hayo pia ni ubatili. Na hivyo ndivyo ilivyo. Ukipenda zaidi, unapenda, umekula. Tena unaenda kutoa zingine. Sasa huyu jamaa akaenda akaekelea milioni 2 kama vile ambavyo leo tunaambiwa Sabato waliekelea pesa nyingi. Na sasa hivi vile ninaongea kuna wale karibu wanaenda kujinyonga. Saa hii na tuliwaonya, saa hii wanaenda kujinyonga. Saa hii hebu achilie usikilize huyo alienda akachukua milioni 2, sikiliza. This will change my family life, you know. All those relatives in Shags, there's a grandpa of mine, there's someone I really want to build a house for. I'm like, this is one. How. Yeah, you know, I'll be looking at people buying them, you know. Not just building. Now I'm buying people. You and your relatives, you are now my relative. You are now mine. And my friend encouraged me. She said, yeah, let's do it. Join me. I encouraged her. Now I'm the one encouraging her to join me. She said, you just continue, then I'll start. And so I took about 3 million actually. Wow. And changed to Bitcoins and put in this website. And they started growing, you see the following day. And I normally say, I'm actually working on a book on finances, on investments. But there's a chapter I'm writing where I'm saying, if it makes you lose sleep, then it's probably not it, the sleep test. So I would wake up in the night just to check my 3 million, 3.1, wow. Jimmy Wanjigi here, I come. Yeah. You know, and I saw it grow. Then one day, I don't know if they were waiting for me or... Umesikia hiyo? Wakati aliona pesa zake zinakuwa nyingi na anaendelea kiringia watu kwa simu ni zake. Hata wale wanasema wako na pesa kwa hizo ma-account. Mwambie kuonyesha hizo pesa. Si ni simu. Si ndio hii anakuonyesha ati ndio hii. Si hata huyo alikuwa anaanza kwa simu anasema ndio hizi milioni zangu 3. Sikiliza. Anasema I don't know why
whether they were waiting for me ndio nijaze mapesa huko milioni 3. Sikiliza, anasema then one day watu wamejazana. One day. Siku ngapi? Siku hii moja, si mbili, azikuangi mbili, ni moja. Sikiliza. What? At that time, my friend had gone with the team on holiday in Dubai. I even asked her, check around for me how much apartment in Dubai. Oh my God. Huh? Yeah. So I'm so sorry. Yeah, then the money was rising. Then I said, immediately after this, once this doubles, I'll take back my investment. So that if I lose, I continue. I have where I started. Then one day, I logged in, and the website was not working. Okay, so this must be Beat Club Network. Wait, no, this one was called PGI International. My. I think it's in the public domain. Oh my God. So they told us that no, we are upgrading our systems. I'm like, everyone is upgrading. The moment you finish upgrading, I'm upgrading my car, I'm upgrading my phone. Mesikia hiyo? Walipoamka asubuhi kuamkia wanaenda kwa ile server yake kuangalia milioni zake 4. System is not working. Hapo naambia we are upgrading kama hii yenye tumeona hapa, ti system error. Si tumeona hapa. Si jana watu walikuwa wanaenda watoe pesa, walipoamkia wakaambiwa server error. Si ni jana. Mwingine bado ameshikilia matumbo, anasema unajua hiyo tarehe 10 tutakuwa matajiri. Endelea kuota kwa hiyo blanketi. Ota tu kabisa na ujivunike vizuri. Endelea kuota wewe. Endelea kuota kwa usingizi wewe. Endelea kuota kwa usingizi. Sikiliza huyo. Walipoamka asubuhi wakakuta server errors. System is being upgraded. Sikiliza. Alafu nini ikafanyika? Achilia. Yeah. Then the website came back, but the withdrawal had been paused for a while. They told us we are done with the website. You can keep bringing more money, you know, and we are done with you can see the new look website. Oh, no. We've upgraded the hiyo. Wakaambiwa system ikarudi, lakini wakaambia sasa hamwezi kutoa pesa. Hamwezi kutoa sahi. Fanyeni hivi, leteni wengine kwanza. Si ndio mumeandikiwa message jana? Si ndio jana mumeambiwa hivyo? Si ndio mumeambiwa jana? Jana tarehe 27, si ndio mumeambiwa hamtatoa? Leteni wengine ndio to hit 20 million. Endeleeni hamwezi kutoa jana. Hata wale waliambiwa the same. Nikakusomea Biblia ya kwamba hakuna kitu kigeni chini ya jua. Wewe bado unaota kwa blanketi. Sikiliza. Hawa waliambiwa hivyo. Vile nyinyi mliambiwa jana. Hawa walikuwa washaambiwa zamani. Wakaambiwa hawezi kutoa pesa, wangoje. Si hata nyinyi mmeambiwa mngoje. Haya tungojeni na nyinyi. Achilia. depositing one, now it's the withdrawal one we are working on. Please add money. I looked through my circle. I said, but I hesitated a bit. I hesitated a bit, so I didn't add money. Okay. Yeah, then one day, the website was off. It was about 3 years ago. So the next day I kept logging in if the website. So I checked for 2 years for the website to be back on. And one day there was just a statement that PGI is no more, you know. And I lost big time. I'm so sorry. Yeah, no, I deserved it. And anyone who loses after this deserves it. It's the culture of wanting to get rich quickly. It is the culture of wanting to get rich quickly. Hata huyo alitaka kuwa na mali ya haraka na akapoteza kila kitu. Amekula 1,400. Anaenda analeta 2,000,000. Maana hii kitu ni ya ukweli. Anaweka ile 1,400 yake, anawekelea. Anakaa anangojea atakuwa na 4,000,000. Hivyo 500,000 anaziona kwa simu kabisa, ndio hizi 500,000. Sasa anajipanga, nitaenda ninunue runda,
sijui wapi. Huyu anasema hata Marekani alianza kuweka order ya manyumba flats, sababu anaona pesa yake inakuwa nyingi. Then one day walipoamka, kama vile ambavyo nyinyi mliamka juzi, mkakuta server error. We are upgrading the server. Bado tunafanya upgrading, lakini hakuna upgrading inaendelea. Baadaye aliporudi wakaambiwa, sasa hamwezi kutoa pesa kwa sasa, ngojeni. We are working on the withdrawals. Ngojeni kidogo, tutawaonyesha. Watu wanaota. Wameenda kulala wakiambiwa ngojeni. Kukuja kuamkia baadaye wanastukia system has disappeared. Ukisoma Ecclesiastes chapter 3 verse 15, weka aya. Put the verse, Ecclesiastes chapter 3 verse 15. Weka tena ndio tumsikilize huyo jamaa. Huyo jamaa ako na uchungu. Lakini hiyo video ziko kwenye YouTube, mnaweza kuziona. The same exact pattern ile walipitia ndiyo inapitiwa sasa na Wasabato leo. Wameshikilia matumbo. Kuna watu wameweka milioni 4, milioni 5. Wanaambiwa ngojeni tarehe 10 tutaenda kutoa pesa. Haya, tungojeni na nyinyi. Si tuko hapa, tungojeni. Weka hiyo Ecclesiastes chapter 3 verse 15. Shetani hajawahi kubadilisha mchezo. Inasema yale yaliyoko yamekuweko, na hayo yatakayokuweko yamekwisha kuweko, naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita. Mungu anataka kuwafundisha watu, lakini kwanza anatuambia kwamba yale ambayo yanaendelea sasa hivi ni mambo ambayo tayari yamefanyika. Inamaanisha shetani abadilishe mchezo. Ndio naona Paulo anasema shetani weka hiyo 2 Corinthians chapter 2 verse 11. Kanisa la Wakristo la kwanza walionywa. Makanisa ya Kikristo zilionywa. Watu walionywa zamani hawakusikia. Watu wa kipindi chetu hawajasikia. 2 Corinthians chapter 2 verse 11, Paulo akasema shetani asije akapata kutushinda, kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake. Tutajuaje fikira zake? Tunaangalia from history. Let us learn from history. Tujifundisheni kutoka kwenye historia ya wale waliotutangulia. Sikilizeni watu wa Mungu, mahali ambapo mnaelekea Wasabato, mnaenda kugongana mangumi. Hebu achilia kidogo azungumze. Achilia kidogo. It's something we all have. It's a spectrum. It's greed. It's greed. It's greed. So that was a big loss for me that I learned. The other thing is this, where trusted people let you down or mislead you, and because you want to measure up to them. So one of my friends and came together with some friends with whom they were in high school and began one of these credit firms. And he came and started telling me about them, how that organization was doing well. We are lending, credit lending firms. They are lending to people and they are making money. And he really packaged it beautifully. I was like, wow. He wasn't even asking me to join. So he just packaged it. You see, I'm doing well. Last year, I earned 24% on these credit, on this particular farm. And it was packaged so well for me, and I could see how he was dressing. Previously, he just used to dress like I was. Now he has a Marks and Spencer. I also have a Marks and Spencer, but mine, instead of C, there is an S, you know, somewhere. Watu wa Mungu, sikilizeni. Hiyo video ni ndefu. Huyo jamaa alirambwa milioni 4. Na sasa hivi ile ninaongea saa hii usiku. Leo ni tarehe ngapi? Tarehe 28. Sabato imeingia. Saa hii kuna Wasabato wako na machozi, wako kwa vitanda, wanashikilia matumbo. Wengine wanaombea na huko. Baba tusaidie. Sikiliza, kuna wengine wanasema hata rent hawajalipa. Nikikuonyesha hizo messages utashangaa. Sikiliza vile watu wanasema kwenye hizo messages. Na hawa ni Wasabato wanaenda kupigana wenyewe mangumi. Wanaenda kupigana mangumi, wachungaji wao wameingiza katika Ponzi schemes, na viongozi na wazee wa makanisa wameingiza washiriki kwenye michezo ya kishetani. Inaenda kuanguka na kuporomoka hivi karibuni. Ndugu wanaenda kugeukia ndugu. Sikiliza. Ngoja nikuonyeshe kitu ambacho kinaendelea. Unajua wewe unaweza fikiria mimi nasema mambo ya kwangu. Sikiliza, nataka usikilize vile wanavyozungumza hapa. Just a minute. We want people to understand what we are saying here.
very clearly we are not mixing our words. Naona? Nimekuambia mapema. Si ndio hawa wanazungumza hapa. Wengine wameshikwa hata midomo, wanashangaa ni nini watasema. Ngoja kwanza tuliwaonya na hamsiki. Ngoja just a minute. Tuliwaonya. Unajua uzuri tuliwaonya. Uzuri tuliwaonya, weka hiyo. Uzuri sio mimi peke yangu nimewaonya. Kuna watumishi wanafanya hii kazi kuonya. Mtumishi Peter Maina anawaonya. Paka wanampeleka hata kwa askari. Ati mchungaji amebeba mtumishi atenenda kumfunga. Ati umeinterfere na business. Gani ya kishetani? Gani? I've put for you now. Gani hiyo? Gani? Na wale wako chini wameingia wapi? Pesa zao ndio zinalipa hawa wa kwanza, wakigawana pesa, na wenye Ponzi scheme wanaweka pesa mabilioni. Wanagawia watu benefit. Na nyinyi leteni wengine. Na nyinyi leteni wengine. Ya kwanza ile collapse na 34 billion. Yenu hujafika hata 20 billion, haijafika. Ndio mnaambiwa leteni wengine ndio iwe mingi, ndio tubebe magunia tuende nayo. Naona? Unaona vile wanaandika pale? Kwani ni mimi ndio ninaandika? Huyo anasema nini hapo chini? Si anasema tumeoshwa jamani. Unaona? Huyu mwingine anasema good evening akicheka. Huyu mwingine anasema following. Si anasema tumeoshwa. Wanajua hapa tumerambwa mchana peupe. Ngoja nikuonyeshe. Na wakati haya mambo yanatendeka, mjue ya kwamba Mungu anatuangalia, watu wa Mungu. Macho ya Bwana yapo duniani. Sikilizeni watu wa Mungu. Mungu anahakikisha ya kwamba tusiingie katika njia za shetani. Atatuokoa na malaika zake, atatulinda. Tusikilizeni sauti ya Mungu. Let us listen to the voice of God. We should not listen to the voice of men. We will be safe. Tusiposikiliza sauti za wanadamu, tusikilize sauti ya Mungu. Yeremia anasema amelaaniwa mtu amtegemee mwanadamu na kumfanya mwanadamu kuwa kinga yake. Ninawaambia hivi kwa kifupi. Kama unajua ulileta mtu ukamuingiza pale na anaenda kupoteza pesa zake, jipange. Jua yule mwenye alikuingiza hapo. Sasa hata ukimjua na hata wewe uliingiza wengine, si unaona hiyo ni hasara kwako. Wewe huwezi kushtaki mtu, maana hata wewe utashtakiwa. Nyote mnaingia ndani. Inamaanisha kama kuna mtu alikuweka kwenye Ponzi scheme ambayo sasa inaenda kudisappear na pesa, mamilioni ya pesa ya watu. Jua mwenye alikuingiza kwa hiyo kitu. Ujue mahali anaishi mapema. Uwe na nambari yake ya simu. Ikiwezekana kama 2-3, maana hapa mbele ni mangumi mnaenda kupigana. Na hiyo vita hata GSU hawatazuia. Na Mungu alituonya katika maandiko matakatifu. Wacha nikuchezeshe video uone vile zamani watu walipoteza pesa. Zamani nyinyi ya msomangi. Zamani. The one that you found now. Naona? Zamani. Ilikuwa imefanyika zamani. Nyinyi ya musikiangi maneno. Watu wangekuwa wakisikiza maneno, mungekuwa mmefika mahali mmefika. Mimi nataka pesa mingi, nataka familia iishi vizuri, nataka nikuwe tajiri. In this 21st century mtu asikutishe na mali. Biblia imekataa. Katika Psalms 49 nitakusomea nikimaliza. Wewe mwenye haki usihofu kwa sababu ya utajiri wa watu ambao wanapata utajiri kwa njia ambazo Mungu hajakubalia, na waacha kujisumbua na watu. Hizo zitaenda kama upepo. Zitaenda kama upepo. Ninakwambia ukweli. Ayai. Watu wasio haki watafaidika, lakini wachache. Shetani atawachezea akili arudi aingize wengine kwenye shimo, na ndio inaenda kufanyika. Have you seen it? Watu wa Mungu sikilizeni. Biblia ndiyo kiongozi. Inatuelekeza. Usije ukaingia katika mitego ya shetani. Mungu anasema iweni waaminifu hata kufa. Kuwa mwaminifu hata kufa. Nami nitawapatia taji ya uzima. Paulo anasema macho hayajaona wala masikio hayajasikia yale ambayo Mungu amewaandalia watumishi wake. Watu ambao wanampenda Mungu. Hatujaona, hatujasikia. Maisha haya ya ulimwengu huu
tusitamani mali ya haraka. Mali yote ni ya Mungu. Maandiko yanasema dunia na vyote vilizavyo ni mali ya Mungu. Hiyo ni Zaburi 24. Na Mungu atampatia yeyote yule kulingana na mapenzi yake na matakwa yake. Sikiliza hawa. If you ask many forex mentors why 90% of forex traders lose money in the market, they will only talk about lack of knowledge and experience, lack of patience, lack of discipline, poor risk management, poor trading plan, emotional trading, over leveraging, over trading, and so on. But they will not tell you the main truth that I'm about to reveal to you now. Imagine you know how to analyze the market with technical analysis. You understand the market structure, you understand candlestick patterns, you understand chart patterns, and so many things that you should know, but you still lose money. So what is it that they are not telling you, and why are they keeping it a secret? So let me give you an answer in a simple way that you will understand so easily. Look for it. Why are not they giving you answers? Mbona hawapati answers katika hizo graphs zao? Mbona kuna mambo hamutaelezewa? Mbona? Hao ni watu wa dunia. Hizo videos mtazipata. Mimi kuna kitu nataka niwaeleze nikimalizia. Mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kweli. Have you gotten it? Ambazo umetupatia. Sikiliza. Nataka kuchezesha video ya mwisho nikifanya winding up. Wapendwa, kimewaramba. Sikiliza. Anza kukubali mapema. Kimewaramba. Sikiliza. Haukusikiliza maagizo ya Mungu. Hata Yesu alipotaka kujitupa, Shetani alitaka ajirushe. Ati nitakuagizia malaika zake, imeandikwa watakushikilia. Najua hata sasa kuna watu wanaomba Mungu kwa choo. Mungu nisaidie nisipoteze. Mungu hajakuambia umuombe sai. Mungu hakukuambia uingie. Hayo maombi Mungu wachana na yeye. Kwa sababu Mungu ametupatia clear directions. Kuna watu wanaomba kwa choo sai. Kuna watu hawajakula. Wacha kupoteza machozi. Wachana nayo, Mungu hasikii. Biblia inasema maombi ya wenye dhambi Mungu hasikii. Wacha. Hizo ni njia ambazo ni za dhambi. Wacha. Wewe kitu unafaa kufanya ni kutubu na kuendelea na maisha yako. Sikiliza wale walipoteza zamani. Have you gotten it? Sikiliza. Na wasalimu wote, mjambo tena? Jambo. Tamani sana. Hiyo video tutaitafuta baadaye. Tutaitafuta. Wapendwa wasikilizeni tunapomalizia. Weka Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6 anzia verses number 25. Hapo ndio tutamalizia. Matthew chapter 6. Nitawaacha na Mathayo sura yake ni ya 6, wale ambao wanaamini Biblia. Matthew chapter 6. Hapo ndio nitawaacha ili kwamba tuweze kuangalia kama Mungu anaelekeza kwa njia gani ama kwa njia ipi. Wale ambao wako na amani, wako na imani, watapata ya kujua ya kwamba Mungu wetu anatuelekeza kwa njia ambayo ni ya ukweli. Lakini wale ambao hawaamini, basi Mungu atatuachilia. Umeka verse 25 nataka kusoma alafu nimalize. Mimi ningekuwa wewe ningeomba Mungu usiku anisamehe. Yale ambayo yameondoka yameondoka. Usitarajie mambo hapo. Unajua kuna watu bado wanashikilia matupu. Sikiliza. Waachana na hiyo vitu. Waachana na hiyo vitu kabisa, rudia Mungu wenu. Sikilizeni. Ninasoma kitabu cha Matthew chapter 6. Matthew chapter 6. Ninasoma verses number 25. Kwa sababu hiyo nawaambieni msisumbukie maisha yenu. Mule nini, munywe nini, wala miili yenu mvae nini? Maisha je, si zaidi ya chakula, wala zaidi ya mavazi? Waangalieni ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni, wala hawakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya shambani jinsi yameavyo.
hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia ya kwamba hata Suleimani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo ya hayo. Basi ikiwa Mungu huyavika hivi majani ya kondeni, yaliyopo leo na kesho hutupwa karibuni, je, atazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini? Kwa maana haya yote mataifa huyatafuta. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Mungu hakusema hayo yote mtaenda kutafuta pesa za haraka, atawapatia kwa wakati. Basi msisumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake. Ninaomba Bwana awabariki. Wale ambao wanafuatilia, Mungu awazidishie. Bwana atuhurumie. Bwana atusaidie. Tuzidi katika maombi. Kuna watumishi wengi ambao wanaendelea kufanya kazi hii, na kuna watu wengi ambao hata si wa imani kwenye YouTube wanaendelea kutoa hizi exposés. Mimi natoa kwa sababu ya kuwatahadharisha watu wa kanisa na watu wa imani. Kimewaramba. Sikilizeni watu wa Mungu. Ombeni Mungu awasamehe dhambi. Na mrejee kulingana na Matendo ya Mitume 3:19. Mrejee, dhambi zenu zifutwe. Dhambi zenu zifutwe mpate kuburudishwa siku ambazo Bwana ataweza kutoa uburudisho wake. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi usiku huu. Bwana azidi kuwalinda kila mmoja, tuishi kwa imani. Neema ya Mungu iwatoshe na Mungu awafiche chini ya bawa zake. Tunaomba. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa sababu umetufunulia mengi. Tunachokuomba jioni ya leo, njama zote za mwovu shetani Bwana ukazivunje kwa jina la Yesu. Mitego ya shetani Bwana isije kafanikiwa kwa jina la Yesu. Watu waovu wanaoongozwa na roho wa ibilisi shetani wasije wakafanikiwa kwa jina la Yesu. Tunaomba mipango ya shetani na mitego yake Bwana isije kafanikiwa dhidi ya watumishi wako kwa jina la Yesu. Tufunike chini ya mbawa zako. Watumishi wako wanaofanya kazi kubwa kwenye mitandao, linda kila mmoja, akiwemo Peter Maina popote yalipo Bwana, na jamii yake walinde na malaika watakatifu. Hata kama alipelekwa kwenye askari, jambo hilo Bwana ukaweza kulisambaratisha kwa sababu ya kuweza kufanya expose, aliweza kushtakiwa. Bwana sambaratisha mipango ya shetani kwa jina la Yesu. Tuma malaika watakatifu wanaotangulia mbele za watumishi wako, walivyotangulia mbele za Israeli, watangulie mbele zetu. Kambi ya mwovu shetani iweze kuchanganyikiwa kwa jina la Yesu. Jinsi walivyokanganyikiwa hata kipindi cha wenye ukoma walivyotoka nje, kambi ya Waashuri ilikanganyikiwa, wakanganya wote. Tunaomba ponzi scheme zote za uongo ziweze kuporomoka usiku wa leo. Nguvu za giza ziweze kutetemeshwa, na wote waweze kujua kwamba Bwana amenena mioyoni mwao. Kusiwe na yeyote atakaye kuwa na nafasi ya kushangilia. Poromosha zote. Zote zipotelee mbali. Pesa za uongo, za uwizi, za ujangili ziweze kupotea na kuporomoka. Zote zifichwe kwenye kaburi za sahau. Wale ambao watatubu na kurejea Bwana uwasamehe. Tunaombea hata wachungaji walioingia katika skimu za uongo, wazee wa makanisa, viongozi wa dini. Samehea kila mmoja atakayetubu kwa kweli. Wale ambao hawataona haja ya kutubu Bwana udili na wao. Wamewaingiza wengi katika ushetani. Kusiwe na sababu. Tunakuomba tena jioni ya leo Bwana, baada ya kutoa expose hii ya 3, poromosha zote. Pesa za uongo zote zipotee kabisa. Zipotee kabisa. Kusiwe na yeyote ambaye atakuwa na fikira ya kwamba pesa zitarudi. Zipotee ili kwamba iwe ni funzo kwao. Umesema katika neno lako wewe ni Bwana wa haki. Na kwa sababu wewe ni Bwana wa haki, usipatiane nafasi ya pesa za uongo kurejea kwa watu wako. Iwe ni funzo kwao. Hatuombi hivyo kwa sababu tuko na chuki. Ni kwa sababu wamepewa ukweli wa Biblia na roho nabii na wamepuuza. Hivyo tunaomba hiyo skimu i-collapse na ipotee kabisa. Kabisa kabisa. Usiruhusu irejee. Yote kabisa ipotee. Hizo systems zisije zisirudie tena. Zipotee kabisa. Neema yako itutoshe. Asante kwa sababu umetufundisha mengi. Tunaomba kwa sababu ya watumishi wako.
tulinde na malaika watakatifu. Tunarudia tena Bwana, ahadi zako tunazidai katika Zaburi 34 mstari wake ni wa 6. Malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazunguka wamchao na kuokoa. Hivyo tunadai ahadi yako. Ikiwa kuna njama za shetani, tunaomba uzipindue kwa jina la Yesu. Kambi ya shetani ichanganyikiwe kwa jina la Yesu. Shetani asije akapata kutushinda. Endelea kujitukuza kupitia watumishi wako mbalimbali. Wale wanaopaza sauti watumie kulingana na mapenzi yako. Neema yako itufunike, mapenzi yako atimizwe kwa jina la Yesu tumeomba. Amina. Bwana awabariki sana, amani ya Mungu iwe pamoja nanyi. Neema ya Mungu iwatoshe. Tukutane kwenye ibada ya kesho. Bwana awabariki sana. Asanteni, Bwana wafunike na mbawa zake.